Mchezo huu Israel Patrick Mwenda alicheza, lakini nipende kutaarifu umma tunapozungumza hivi public, tuwe ni watu ambao wenye kumbukumbu ili tusipoteze au tusidanganye umma. Baada ya mchezo huu Young Africans ilicheza michezo mingine mitano na Israel Patrick Mwenda akiwa sehemu ya timu. Mchezo wa mwisho wa Israel Patrick Mwenda ni mchezo uliopigwa uwanja wa KMC dhidi ya Namungo Football Club, Israel Patrick Mwenda akianza mchezo huu. Inaeleweka vipi leo unasimama mbele ya vyombo vya habari na kusema kwamba Yanga walimsimamisha huyo mchezaji wakimshutumu ameuza mechi kwenye mechi dhidi ya Dabi, alafu Yanga hiyo ikaendelea kuona huyo mchezaji na ikamtumia kwenye mchezo wa tano tena mbele dhidi ya Namungo Football Club pale KMC, ambapo Yanga tulishinda goli 3-1. Kwa hili pia inabakia kuwa swali la kujiuliza kwenye wachambuzi hapo na Watanzania ambao wanafuatilia mahojiano haya, kwamba Israel Patrick Mwenda baada ya mchezo huu ambao unasemwa bado Young Africans aliendelea kutumika na bado aliendelea kucheza, na mchezo wake wa mwisho ulikuwa mchezo dhidi ya Namungo Football Club ambao ulipigwa sina kumbukumbu exactly ya tarehe, lakini michezo mitano baada ya mchezo. Sawa, hilo tumelipokea. La pili hilo na tulio ufafanuzi. Tunakwenda jambo la tatu. Jambo la tatu ni kuhusu taarifa sahihi sasa ya sakata lenyewe. Naam. Baada ya mchezo huu Israel Patrick Mwenda alitoweka kambini. Baada ya mchezo huu na Mungu alitoweka kambini na hakuwa ametoa taarifa yoyote club, either kwa meneja wa timu, kwa captain wa timu, kwa kocha au kwa afisa mtendaji mkuu. Hizo ni njia 4 ambazo mchezaji anaweza kuzitumia kuwasilisha taarifa yake. Baada ya kutoweka huko, ofisi ya mtendaji mkuu ilifanya jitihada ya kuwasiliana na Israel kwa ushahidi wa barua wa kumtumia kwamba anatakiwa aripoti kwenye eneo la kazi, na ukizingatia huo ulikuwa umeshakuwa ni mwezi wa 6 sasa, ambao ndio ulikuwa mwezi wa kukimbizana michezo back to back kuelekea kwenye kumaliza msimu. Kwa hiyo hakuwa ameonekana kambini, hakuwa ameonekana klabuni, na tulimtumia barua zaidi ya 2 kumjulisha kwamba wanatakiwa uripoti kambini. Wanatakiwa uripoti kambini, kama kuna shida yoyote tujulishe. Palikuwa pako kimya. Lakini mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 7 Israel Patrick Mwenda aliandikia barua uongozi wa Young Africans, na barua hii naomba nisome kidogo kama muda utaruhusu. Karibu. Barua hii aliandika kwa uongozi wa Young Africans na inasema yahusu ni maelezo kuhusu uamuzi wa kujiweka pembeni na timu. Akasema napenda kufafanua kwamba hatua hiyo haikutokana na utovu wa nidhamu, kukataa majukumu yangu, wala kutokuwa tayari kuitumikia timu, bali ilitokana na kujitathmini kwa kina katika kipindi muhimu ambacho timu ilikuwa inapambana kufikia malengo yake. Baada ya kutathmini mwenendo wa kiwango changu cha uchezaji kipindi hicho, niliona ni busara kuchukua hatua kujiweka pembeni kwa muda ili isiwe sababu ya kuathiri jitihada ambazo timu ilikuwa ikizifanya kufanikisha malengo yake. Kama mchezaji anayetakia mema timu, niliamini kuwa maslahi ya timu yanapaswa kupewa kipaumbele kuliko maslahi binafsi. Uamuzi huu ulihitaji ujasiri mkubwa, lakini ulichukua kama sehemu ya wajibikaji wangu na ni ishara ya kuheshimu malengo pamoja ya timu. Naomba uongozi upokee ufafanuzi wangu kwa uelewa, huku nikisisitiza kuwa nitaendelea kuheshimu timu, viongozi na benchi la ufundi na majukumu yangu kama mchezaji wa hii club. Barua hii Israel iliandika tarehe 3 mwezi wa 7. Na ukisikiliza hapo anasema naomba mpokee ufafanuzi wangu. Maana kama hatu ufafanuzi utathibitisha kwamba tulishamwandikia zaidi ya mara 2 nyuma tukimuomba atupe ufafanuzi kwa nini hayupo kambini, kwa nini ametoweka, kwa nini hakuna taarifa yake. Want the fastest football news? Get live scores and transfer updates all in one app. Download Extra 90 now. Stay ahead of the game.